na mapenzi ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na yote. Wapenzi, siku ya Mungu ya tatu ya kawaida ni siku ambayo Papa Francisco anatuomba ikuwe ibada ya kuheshimia neno la Mungu, na tutafuata hiyo neno la Mungu kuliheshimia kusudi tupenye katika maisha yetu. Na kama vile mnaona katika ibada hii tutatuma wasomaji wapya tukiwatakia deja utumishi bora, lakini tuungane dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha. Akiacha mji wa Nazareti akaenda kukaa Kafarnaumu, mji wa pwani ya bahari katika pande za Zabuloni na Naftali, ili litimie neno lililosemwa kwa kinywa cha nabii Yesaya: njia ya Zabuloni na njia ya Naftali, njia ya bahari ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Kabila lililokaa katika giza limeona mwangaza mkuu, nao waliokaa katika nchi ya kivuli cha mauti mwangaza umewatokea. Tangu wakati huo Yesu akaanza kuhubiri na kusema, ongokeni moyoni, kwani ufalme wa mbingu umekaribia. Yesu alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya, akaona mtu wawili, Simoni aitwaye Petro na Andrea ndugu yake, waliokuwa wakivuka wavu baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Akawaambia, njooni munifuate, nami nitawafanya wavuvi wa watu. Nao mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Akaendelea mbele, akaona ndugu wawili wengine, Yakobo mwana wa Zebedeo na Yohane nduguye, walikuwa chomboni pamoja na Zebedeo babao, wakitengeneza nyavu zao. Akawaita. Mara wakaacha chombo na baba wakamfuata. Yesu akazunguka Galilaya kote, akifundisha katika masinagogi yao na kutangaza habari njema ya ufalme na kuponya kila ugonjwa na kila udhaifu katika watu. Tushangilie neno la Bwana. Wenye kutembea katika giza, napenda kuniambie tena matendo ya giza. Matendo ya giza ya Kristo ni yale matendo ya giza. Mwenye atembea mwangaza anatembea ndani ya giza. Matendo ya giza ya Kristo ni ya namna gani?
sabe, olha aqui, exato, Yesu Kristo atakuja kuangazia kuiba. Kumbe Mungu anatupatia mwangaza ili tuangazie, tusiibe tena, tusigombane, tusichambane, sababu hiyo ni matendo ya giza, na kila mtu mwenye kuongozewa na neno la Mungu hataiba tena wala hatachambana, sababu yeye ni mtoto wa mwanga, ni mtoto na ni Kristo. Hawezi fanya hivyo, lakini anapaswa fanya matendo ya mwanga, ya mapendo, kusaidia wasiojiweza, adabu, taratibu na kadhalika. Ndiyo maana Kristo penzi, tukiona nchi ya Naftali na Zabuloni ambayo somo la kwanza na Injili inatuambia ni wakati kabila la Israeli wanatoka uhamishoni, wanarudia kwao, lakini wakati wanafika kule kwao Yerusalemu, nchi ya maagano, wanakuta kama watu wa Kanaani walishakamata nchi yao, na wakati wameingia katika nchi hii wakijichanga na wapagani, na Naftali na Zabuloni ambao ni watoto wa Yakobo, ile kabila 10, sababu walikuwa watoto 12, kabila 10 zingine zikiwachukia na kusema hawa wamejichanga na wapagani, ndiyo maana walijiteka nao. Na leo masomo ya leo yanatuonyesha ili umoja, tuishi katika umoja, tuache matengano, sababu matengano ni kitu kibaya sana. Mungu anawaambia ataenda kuwapatia tena mwangaza kusudi waangaziwe tena, ataenda kuwarejesha katika taifa la Mungu, sababu walikuwa wametengwa na wenzao. Ndiyo maana hii nchi ya Zabuloni na Naftali tunaona kama njoo kwenye Yesu Kristo anaanzia utumishi wake, anaenda kuambia habari ya kuongoka moyoni, kwani ufalme wa mbingu umekaribia. Na wakati anawatangazia hili, ilikuwa alama ya upendo, ilikuwa alama ya kuonyesha mapendo yake, kuonyesha kama nao wako na cheo tena machoni pa Bwana. Lakini sasa ni wanani watakaotangaza hii injili ya kuongoka moyoni? Yesu Kristo anaenda sasa, iko na chagua leo. Unaona namna gani anachagua mitume wengine ambao walikuwa wavuvi, na Mungu anatuomba siku ya leo kama tumechaguliwa sababu amekuwa na confiance na sie, ameangalia kitu kinafanya Mungu hawezi kuita mwingine. Inaomba kukutana na uchuuzi, akukutane na huko na kuwa samaki, akutane na huko na kufundisha, akutane na huko ushamba, pale njoo kwenye atakuita, sababu amekuta kama katika kazi yako uko mtumishi mwaminifu na unaweza saidia kwa kutangaza hata neno la Mungu katika utumishi ndani ya Eklesia. Tutaomba ile neema ya kuacha uzee, sababu Mungu hana bezo ya wafenea, hana bezo ya hawa wazee, lakini iko na bezo ya hawa watu wenye kujifalia na ile mafaa yao katika nchi, katika jamii, ni ile mafaa wataenda kuendesha katika Eklesia ya Mungu. Basi Yesu Kristo atusaidie tuishi umoja kati yetu, tuache mapengano kati yetu, lakini sisi wote tuidike hii utumishi, tuidike na sisi atuchague kwenye tuko na tugeuke mashahidi wa kweli katika kazi mbali zenye tunafanya, ili Mungu atuite na tuweze kutangaza habari njema ya wokovu, ili watu wote watambue neno la Mungu na watumikie ufalme wa mbingu ambao umekaribia, pamoja na ujio wa Yesu Kristo. Bwana awe nanyi. Fanyeni kazi hii kwa imani, mkitiwa nguvu za Roho Mtakatifu, mulitangaze neno la Mungu, mkidumu katika sala na imani. Ujue ya kama kuwa msomaji ni kuwa sauti ambayo Mungu anazungumza na watu wake. Ni kazi ya unyenyekevu na muhimu sana katika Eklesia.
Sasa nikawauliza, je, munataka kwa msaada wa Roho Mtakatifu kutimiza mapaswa yenu ya usomaji wa neno la Mungu kwa kuishi ninyi wenyewe neno mtakalotangaza watu? Munataka? Basi kwa kuwa mnataka, tutaenda kutoa sala ya kubariki kazi zenu. Bariki watumishi wako hawa wa neno lako. Tunakuomba sauti zao ziwe wazi kwa kutangaza maandiko matakatifu, mioyo yao iwe yenye kulishika kwa furaha, na maisha yao iwe ushuhuda wa Injili, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, anaishi na kutawala nawe milele na milele. Sasa muda huu sasa, kisha kubarikiwa kwao, watapokea Biblia iliyo alama ya utume wao. Akashukuru akaumega kwa wafuasi wake akisema, twaeni na toleni yote, kwani mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Dunia hii tuweze nasi kusifuka shake kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Vivyo hivyo kisha kula akatwaa na kikombe, akashukuru tena akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani. Duniani kote tuikamilishe katika mapendo, pamoja na Papa wetu leo na askofu wetu Wili na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu Noela Shamamba, Badi Shamunani Shamamba, Fosten Matine Makunda, Roger Mambo Kaseke, Rosalie Misha, Gracia Akonkwa, Godefroy Ruhania Ndarwa, Terese Mkega na marehemu wote wa jamaa hizi waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote na upokee shukrani mbalimbali za Wakristo wanaokusifia kwa maajabu uliyowatendea mwaka mzima, na kwa kormiki kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, kwa Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Kama tulivyoagizwa na